Police wako pale na mabuduki. Walikuwa wanazunguka hapo na Prado tatu nyeusi bila number please. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police goons to leave Olokalao. Watoke waende pahali station wamepewa kazi. Olokalao iko na police officers ya huko. Iko OSPD, iko OCS, iko officers huko. Mbona watu wanatoka Murang'a wanakuja Olokalao? Mbona wanatoka Nairobi wanakuja Olokalao na wako na nguo ya raia? Hawa ndio goons hawa ya police. So before DIG you can say there will be no goons. First deal with the police goons. Deal with those goons who are in Olokalao now. Then we can trust you. Tusikie by tomorrow wameondoka. Kwa sababu wakiondoka tutajua. Then ndio tuendelee. Mimi nihakikishie nyinyi ya kwamba tuko sawa na hakuna shida. Mimi naomba watu ya Mlima tuungane. Tuungane. Unajua huyu Kasongo alitaka kugawa Mlima nikamkataza ndio tuliko sana. Ati Mount Kenya East, Mount Kenya West nikamwambia bana haiwezekani. Mlima ni moja. Amejaribu kugawa ati Kiambu itoke kwa Mlima tukamwambia haiwezekani. Mlima hapana mpaka, Mlima ni jamii. Si ndio? Sisi ni jamii moja. Sisi na Wameru na Waembu ni kitu kimoja. Na huyu Kasongo nilimuona tabia yake ni kama ya Moi. 100%. Vile anataka kutugawa ndio Moi alikuwa ametugawa. Moi alikuwa ameweka watu kila county ya kugawa watu ya Mlima. Nakuru alikuwa na Kariuki Chotara. Si ndio? Sasa ako na Susan Kihika. Huyo ndio Chotara ya leo. Si ndio? Si iko namna hiyo? Vale Kiambu alikuwa na Kuria Kanyingi. Kuria Kanyingi ya Kiambu leo ni nani? Si ni Kimani Ichung'wa? Huyo ndio Kimani ndio Kuria Kanyingi. Pale Embu alikuwa na Kamuithi Munyi, ako na Ses Barire. Pale Meru alikuwa na Francis Kagwima, ako na Kithure Kindiki. Si ndio? Alikuwa anapanga kila pahali, anaweka mtu ya kugawa watu. Alikuwa sasa pale Laikipia alikuwa na Gigi Kariuki, sasa ako na Mwangi Kejori. The same script ya Moi. Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana. Tena ni mwizi. Najua Moi hakuwa na hiyo maneno ya wizi. Na tena Moi hakuua watoto. Aliwapatia mazi. Sasa hapo ndio Moi alikuwa tofauti na huyu mtu. Lakini hii mambo ingine ya kugawa sisi is the same. So sisi hatuwezi gawanyika. Hii Mlima ni moja. And this time tutaweka kura yetu kikapu moja. Na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Na nikimaliza hii mazungumzo yote mkinipatia maoni, kabla sijasema chochote nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta. So that we compare notes. Ndio pia Uhuru anishauri, si ndio? Sikuishi kwingi kuona mengi. Pia nataka Uhuru Kenyatta nimwambie vile watu wameniambia Mlimani, niende niseme mkubwa wetu pia nimeambiwa namna hii, unaona aje? Kwa sababu ulikuwa umetuambia tukapotea. So this time mimi nimesikiza watu, pia nataka pia wewe kama kiongozi unishauri. Si ndio? So hakuna mtu atakawanyisha sisi. Na ndio naona wanatukana Uhuru huko because wanajua mimi na Uhuru tuko kitu kimoja. Na wanajua mimi na Uhuru tukiwa kitu kimoja, hii Mlima imeshikana kama simiti. Si ndio? Ya mwisho niambie hawa wanajaribu kugawanya United Opposition. Kujaribu kutupiganisha. Saa hii wamemulika Matiang'i wanataka kumwangaisha. Ati ndio wamutishe ati aende kwa Kasongo. Iko maneno hapo inaitwa Ruaraka, kulikuwa na mambo ya mashamba ambaye koti imesema ililipwa kinyume na sheria. Na wale ambaye walilipa wanatakiwa ati washtakiwe. Sasa wanatisha Fred Matiang'i. Lakini Fred Matiang'i hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, mtu ya kwenu Nandi, ukamate yeye upeleke kotini.
Huyu Belio Kipsang kuliko mfunge umempatia madaraka. Siku hizi kazi yake ni kuuza passports na vitambulisho kwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Kitambulisho anauza 15,000. Passport anauza 1 million. Huyu Belio Kipsang ndio mtu ambaye alilipa hiyo pesa ya Ruaraka. Fred Matiang'i alikuwa cabinet secretary. Cabinet secretary is in charge of policy. So mimi nataka kumwambia ndugu yangu Fred Matiang'i, usitishwe, na sisi tuko na wewe. Na sisi tutasimama na Fred Matiang'i. Na akigusa Fred Matiang'i nita mobilize watu ya Mlima kusimama na Fred Matiang'i. Na mimi nataka kuuliza watu ya kwao nyumbani hapo Kisii wasikubali mtoto yao aangaishwe. We don't want you to intimidate Fred Matiang'i. Ati ya kwamba ati atishwe ati nini, wamtafutie makesi wamsumbue ati arudi kwa Kasongo. Nani mwambia Fred Matiang'i, in the unfortunate event utishwe uende kwa Kasongo, utaenda peke yako. Watu watakuacha. But I know tumeongea na Matiang'i na amesimama kidete. Hawezi tishwa. Si ndio? Mnataka tusimame na Matiang'i? So wewe William Ruto, mtu alilipa shamba ya Ruaraka ni Belio Kipsang. Saa hii pia ako na makosa ya kuuza vitambulisho. Ndio anauza passport, ndio anahatarisha national security ya Kenya. So please leave Fred Matiang'i alone, atafute uongozi na tufanye kazi na yeye pamoja kwa united opposition. Si ndio? Unajua hata mimi wananitisha kila siku, lakini mimi najua ni mang'aa. Si mnajua? So mimi ni chuma ya zamani. Mimi ni chuma ya zamani. Si hiyo maneno haisumbui mimi. Nafikiri tumesema ile ya mwisho pale Kenya Ports Authority.